sifa. Bwana inuliwe kanisa. Namshukuru huyu Yesu Kristo kwa ajili ni mwema. Ameniokoa na amenilinda mpaka wakati tumekutana na nyinyi. Bwana Yesu apewe sifa. Nashukuru Kristo kwa ajili yeye ni mwema. Yeye ukucha wakati ufaao na upenda mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati tunaenda kusikiliza neno la Bwana kutoka maandiko ya Mathayo ama Matthew 5 kuanzia 1 kuelekea chini. Maandiko matakatifu ya Matthew 5 kuanzia 1 kuelekea chini. Wale tuko na Biblia tufungue, na wala hatuna tuandike baadaye tuende tusome. Maandiko yatuambia hivi: naye alipowaona makutano alipanda mlimani. Alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini ya roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao wanafarijika. Heri wenye upole, maana hao watarithi nchi. Heri wenye njaa na kiu na haki, hao watasibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa na wanafunzi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yeye ni wakati alipokuwa na wanafunzi wake kule mahali pakuwa akihubiri neno la Bwana aliyemtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba wakati alipoona mkutano alipanda kule mlimani na akaketi. Wanafunzi wake walimjia, wakati walipomjia akawafumbua kinywa chake akawafundisha akisema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Walio na umaskini wa roho kila wakati wanahitaji kuona Bwana. Kila wakati wanamuita kwa kila jambo. Hawapungukiwa hata siku moja walalamike ama waende kinyume cha mapenzi. Kila wakati, kila jambo wanaofanya, Mkristo anatamani yeye kumuita Bwana kabla ya wakati wowote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo walikuwa wanamuweka mbele sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na yeye alikuwa ameamua kufundisha na kuwasawisi wale wanafunzi wake vile wanaweza kukaa ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kila wakati wanamhitaji huyo Yesu Kristo. Kila wakati wanataka kutenda yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema maandiko yatuambia kwamba hawa wataiona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Heri wana huzuni, maana watafarijiwa. Watakuwa na huzuni na njia gani? Kila wakati wanatafakari juu ya Yesu Kristo. Kila wakati wanatafakari juu ya neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia maana hao watafarijiwa. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Kila jambo Mkristo akisikia, yeye aendi kuharakisha kuongea ama kutenda jambo fulani. Kila wakati anatulia kumongojea Bwana na kumuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Sio mwenye hasira kwa haraka, sio mwenye kukimbilia jambo akisikia, liwe mbaya liwe zuri, anaomba na kumongojea Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni mnyenyekevu mbele ya macho ya Bwana, anamuita Bwana kila wakati amuongoze na atende kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watasibishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambie heri walio na njaa ya haki, kiu ya haki, maana hao watasibishwa. Walio na njaa na kiu ya haki kila wakati wanamtamani kumuona huyo Bwana. Kila wakati wanatafakari juu ya Yesu Kristo. Kila wakati wanamuomba kwa kila jambo.
liwe ndogo liwe kubwa. Sio wale wanamhitaji wakati wa shida. Ikiwa ni wakati wa vita na wanamhitaji, wakati wa furaha wanamhitaji, wakati wa magonjwa wanamhitaji. Ndio maandiko yatuambia hao watashibishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ulio na njaa ya nini katika maisha yako? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sio njaa ya tumbo inamaanisha kupokea neno la Bwana. Kila wakati unatamani kujua vile Mkristo anayofaa akae katika hema la Bwana. Anakaa kuwe na tabia nzuri, kuongea kwa upole. Ukiona mtu yule mnapishana naye, wewe unamuongeleza katika njia ya upole. Na hiyo upole wake akinuka juu, anafanya nini? Anakuja baadaye anaona yeye ndiye ako na makosa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kila wakati anakaa katika unyenyekevu na utulivu. Sio wakati mwingine anakuinukia na kuwa mpole wewe ni mchinga, hapana. Wewe unataka kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Kaa katika neno, kaa katika kunyenyekea, kaa katika kumuita Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Najua watu wengi wanaona ya kwamba ukisainukiwa ama kutusiwa, ukikaa hali ya upole wanafikiri wewe ni mchinga. Wewe sio mchinga, unataka utumize yale Baba anataka ufanye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa mahali unakaa umechechewa sana, na yule mbele uliochechewa kwako anakuja na vitizo na mambo mengi. Wewe usiende mbele yako mkitisana na yeye. Wewe sikiliza yale anaongea, iwe ni mazuri na mabaya, waachilie kwa Bwana. Ataongea vichoka, atatulia. Ataona ya kwamba wewe umjibu. Bwana Yesu apewe sifa. Akili itamkujia ndani yake aone kwamba lakini ya kwamba yeye ndiye ako na makosa, sio kuinukiana. Mkiinukiana nyinyi mkiwa wawili, hiyo ni kuitiana moto wa Shetani. Kwa hivyo nafaa wewe unanyenyekea kama Mkristo, unatii, unaongojea Bwana akutendee. Bwana Yesu apewe sifa. Eli wenye rehema, maana hao wapata rehema. Bwana Yesu apewe sifa. Heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Mwenye roho safi, mwenye hana chuki, hana vitina, hana kuongea mambo yasiyo afaa mbele ya macho Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa wewe ni mtu wa kuongea mambo ya kubarikiza na mambo ya kuinua mwingine na mambo ya kufunguliza, wewe ni mtu Bwana anataka umuone yeye usiku na mchana. Kila jambo ikionekana wewe unamwambia, unamwachilia Bwana. Wewe unaomba ukimwambia Bwana ajitilishe kwa kila jambo. Maandiko yatuambia aliye na roho safi moyoni, maandiko yatuambia ya kwamba yeye atamuona Mungu. Kwa sababu kila jambo linalotokea, liwe mbaya liwe nzuri, wewe unamuongojea Bwana na kumuomba, utamuona yeye. Kwa sababu hata kuachilia. Bwana Yesu apewe sifa. Eli wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Wale wanapenda kupatanisha, sio wale wanapomoa. Wakisikia mambo haya, badala ya kupeleka vile alivyo, wanapeleka vile inataikana. Bwana Yesu apewe sifa. Badala ya kuwa na utatanishi kwenda kuongezea chuki ama vitina, wewe unapeleka vile alivyo, unamsawisa mwenzako vizuri, na yeye hakika anaona ya kwamba hii inastahili yeye apate kutulia na kumungojea Bwana. Lakini hao ndio wanaitwa wapatanishi katika hema la Bwana, wataitwa wana wa Mungu. Wale wanaopatanisha, sio wale wanaenda mahali moto iko wanaongezea moto. Usicho kabadilike wakati mtu anayenena maovu juu yake. Ona ya kwamba huyu Mungu naye utafuta hata simuoni. Wewe unaudhiwa, wewe ndio ufalme wa mbinguni ni wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana anakuongojea kwa sababu wewe ni mchasiri, wewe ni mwenye ukaa tayari kwa wakati ukisikia unamwachilia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo wakati huu wa Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake walielezewa ama aliwafunza mambo mengi vile wanaweza kukaa katika yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuwa katika neno la Bwana lazima kuwa mchasiri, mwenye kuvumilia, mwenye kuwa na hekima na busara. Ukisikia jambo usiwe wa haraka kwenda kuruhusia jambo lolote. Kaa katika neno, kaa kumcha Bwana, kaa katika maombi, ndio Bwana atakuinua katika wokovu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usipokaa mvumilivu katika kuomba na kumwabudu katika roho yake na ukweli,
utakuwa kila wakati unaanguka katika utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Inafaa ukuwe mvumilivu. Na uvumilivu hii utaipata wakati utamuomba Mungu, ndiye atakupea. Bwana Yesu apewe sifa. Tuepukane na hasira, kwa sababu hasira huleta hasara. Bwana Yesu apewe sifa. Kiwa ni mtu wa kusikia jambo haraka, unapandwa na hasira, huyo shetani anataka kutawala na anataka kufanya upate machungu ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni vyema unamuongojea Bwana katika uvumilivu na maombi. Unamuongojea Bwana kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Liwe mbaya, liwe nzuri, unamshukuru Bwana. Usichoka kumshukuru Bwana kwa ajili ya wakati. Na maanisha kwa ajili ya wakati unayotaka jambo inayofaulu. Muongojee Bwana kwa kila wakati. Ayubu yeye alimtukuza mpaka mwisho wa ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nisipo muongojee huyu Bwana kwa kumuita yeye, kwa mvumilivu, kwa kutenda yaliyo haki, na Bwana na yeye atakuinua katika wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Bwana yeye upenda wale wanaomcha Bwana na kukaa katika uvumilivu na kukaa katika kumuita yeye. Unajua sisi tunaomba sana ndio Bwana abadilishe mioyo ya watu wamtambue wao ni nani. Kwa hivyo Bwana amekuita kwa ajili ya kuombea jirani yako, rafiki yako, adui wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo atakuita peke yako uombee familia yako, kwa sababu ile kazi aliyetuachia lazima tuifanye. Bwana Yesu apewe sifa. 11 atuambia hivi: Eli nyinyi watakomwashutu na kuwahudi kwa kuwanenea kila neno mbaya kwa uongo kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Heri wale watasudumiwa na kuongelewa maovu juu ya neno la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye amekubali wao wakuwe wana wake. Wale wanaotusiwa kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Bwana, wale wanaotusiwa kwa ajili wanaambiwa ni kama hamuna jambo la kufanya, mnasinda hapo kanisani. Yeye amesema hao maandiko yatuambia ya kwamba hao wote wataitwa kwa ajili ya neno lake. Furahini na usangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyoudi manabii waliokuwa kabla yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Wale wanaononewa maovu juu ya Yesu Kristo, jua ya kwamba ufalme wa mbinguni ni wenu. Na maandiko yatuambia kwamba hata wale wa manabii zamani walikuwa wanaongelezwa maovu juu ya neno la Bwana. Kwa hivyo eli wale waliotusiwa kuongelezwa mabaya wajue ya kwamba thawabu yao ni kubwa kule juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wokovu wako usiwache kwa ajili mwingine anaongea juu yako mbaya. Wewe kaa katika uvumilivu na kumuita Bwana. Ukiwa wewe sio mtu wa kuomba sana, utarudi nyuma. Lakini ukiwa mtu wa kuomba, utaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kaa kumcha Bwana. Jua ya kwamba hata manabii wa zamani walikuwa wanafanya nini? Manabii wakale walipokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walioudi manabii waliokuwa kabla yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hao walioudi manabii kabla yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kudirumiwa, ukistakiwa, ukitendewa ya walio maovu, shukuru Bwana. Kwa sababu hata manabii kabla yetu walikuwa wanatendewa maovu, lakini walikuwa wakikaa katika imani na katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kwa yote katika Mkristo, lazima ukuwe mtu wa kuomba. Lazima ukuwe mtu wa kuvumilia. Lazima ukuwe mtu wa kuomba usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ukuwe na roho ya kusamea. Usipokuwa na roho ya kusamea, utaona kila mtu ni mbaya. Lazima usamee jirani yako, samee rafiki yako, samee adui yako. Hiyo siku yako ikuwe mingi katika ulimwengu wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati adui ama rafiki yako anayekuinukia, maandiko yaniambia ya kwamba iye nakutia nguvu katika safari ya wokovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo ukimsamehe, ukimpenda zaidi, unamwekea makaa ya moto kwa kichwa yake. Kwa hiyo usione ni mzigo mzito kusamehe rafiki yako, kusamehe adui yako. Wewe msamehe, kwa sababu mwenye atakuja kutenda yaliyo mema zaidi
ni yule aliyetuma mwana Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika injili ya Bwana ama katika mafundisho lazima uwe mnyenyekevu. Kile unachosema katika ulimi wako ikuwe chenye jema, chenye kufurahisha na kufungua na kubarikiza wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwani icharisi ni mapito aina gani umepita? Icharisi ni wengi wameongea juu yako nini? Lakini wewe muombe na mungojee Yesu Kristo na waombe waone mwangaza wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nyinyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikole? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanywa na watu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia Yesu Kristo aliwaandanisha wanafunzi wao kama chumvi. Akawaambia nyinyi ni chumvi. Bwana Yesu apewe sifa. Ya dunia. Lakini chumvi ikipoteza ladha ama ikiharibika itafanywa nini? Itaendelea kutumika tena, itatupwa ikanywe. Bwana Yesu apewe sifa. Na watu. Kwa hivyo sisi wa Kristo hatutaki kukanyawa. Kukanyawa wetu ni kuchaguliwa katika njia zetu, kuongelezwa maovu. Tukisafanya maovu tunaongelezwa maovu, tunapokea laana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tukitenda mema mbele ya Bwana, wale watakao tuudi ama kutenda maovu juu yetu, Bwana atatuinua na atatufungulia njia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiwa Mkristo umeokoka, usiwe kama chumvi iliyoharibika, ukuwe chumvi iliyo na ladha, kwa sababu ikiwekwa katika chakula inakuwa na ladha iliyo nzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Wakristo lazima tukiwe na mienendo iliyo safi. Ni wakati inafaa nyinyi mbadilike na mumrudie Bwana katika njia zenu zote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Wakristo tusije tukae chumvi isiyo na ladha. Tuwe kama chumvi iliyo na ladha. Kila mahali tunaenda tuonekane. Kila mahali tunaenda tuhesabiwe kuwa wenye haki. Na maongeo yetu yakuwe maongeo ya kubarikiza, sio maongeo ya kulaani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawawezi taa na kuweka chini ya bisi, bali juu ya kiwango, nayo yawangaza wote walio nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu Kristo alikuwa anamaanisha nini? Anasema nyinyi wa Kristo ni watu wa nuru. Na nuru lazima iwekwe mahali inaonekana. Akatoa mfano akasema, taa ukiwakisa uwezi ukaweka chini, ili ai unaweka juu ipate kuangazia kwa kila mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Taa ni lile neno lililo ndani lako. Wakati ulipookoka ulichukua hatua gani katika wokovu wako? Bwana Yesu apewe sifa. Ni roho gani uliyokubali kutumikie? Ni Roho Mtakatifu ama ni Roho Mtakatifu ama ni roho chafu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati ulipokea huo wokovu, uwezi ukaniambia ulipokea hiyo wokovu na uko na chuki ndani yako. Uwezi ukaniambia ulipokea wokovu na ulio na vitina ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mtu aliyopokea wokovu, kitu kimoja anapokea ni upendo kwa watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo ni amri ya kwanza na makubwa ilipotolewa katika maandiko. Na ilipeanwa kwa wanafunzi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye akatoa mfano akasema, nuru inaweza kuangazia walio juu lakini sio walio chini. Na wala taa iwezi ikawaka ikiwekwa chini, inawaka ikiwekwa juu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kuchuchunguza ama kuona unatoka wapi unaelekea wapi. Ile wokovu ulipokuwa nao ni wa kuangaza ama ni wafanya wengine wakae katika giza. Wokovu wako umebadilisha wangapi mahali unakaa? Wokovu wako umetenda jambo gani onekana ya kwamba wokovu lazima uambatane na matendo. Matendo yako ni mazuri ama ni mabaya? Bwana Yesu apewe sifa. Lazima utafakari hayo yote ukiwa Mkristo. Sio ni kuokoka na kukaa na kumngojea Bwana. Yeye anahitaji wale watu wameokoka na kutenda yaliyo haki na kufanya kazi yake ila alipokuwa ametuachia.
Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Wokovu wako inabadilisha wengine. Mtu akiutazama ama kuona anasema heri nikae kama fulani, heri nikuwe kama nyumba ya fulani. Hiyo ya kwamba wengi watoke kwenye giza wamrudie Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati Mkristo unachua taa yako umeiweka wapi? Umeweka chini, ameweka juu. Nuru yako inaangazia wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Nuru yako lazima ikuwe katika mwangaza, lazima ikuwe mahali kila mtu anaiona ni nuru. Lakini wewe unasema unaokoka na uko na giza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo taa yako lazima iweke Yesu akafunika onekana kwa kila mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Matendo yako lazima ikuwe mema, ndiye badilisha hata yule atamchua Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Wakristo lazima matendo ikuwe mema. Lazima njia zetu zikuwe njema. Lazima ndani yetu tukue na upendo. Ndio upendo ifurute wengi katika hema la Bwana. Wewe tangu uokoke ni wangapi umeleta katika hema la Bwana kupitia tabia na matendo yako? Unaweza kumuleta kwa ajili ya kumleta asaidike, lakini alikuona katika matendo akaona eli niingie katika nabii. Kwa hivyo lazima ubadilike. Lazima ukubali kubadilika. Lazima ukubali kukaa katika nuru. Lakini usikae katika nuru yako ikue imejificha. Lazima ionekana kweli niko katika nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. 16. Hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Nuru yenu iangaze kwa watu wote na ili wapate kuyaona matendo yenu mema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ili Baba yenu aliye mbinguni apate kutukuzwa. Ukiwa Mkristo umeokoka vyema, hata bila kuambia mtu, matendo yako yaonekane yawe mema. Hata mahali unakaa, kazini, mahali popote. Sio kazini wewe ni mtu wa kuchochea, kazini wewe ni mtu wa matusi, mahali unakaa wewe ni mtu wa kutusi watoto wa jirani, mahali unakaa wewe unakangia ile mikutano ya wanawake ya vitina. Wewe kuwe matendo yako iangaze, ndio Bwana atukuzwe ndani yako ama ndani ya watu wako. Wasema kweli Kristo ako na fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mkristo ukiokoka lazima matendo yaonekane ni mema ndani yako. Bila hata kuambia mtu, hata kuongea kwako lazima kuwe kuongea kwa upendo na kufuruta kondoo zilizopotea kucha kwa hema la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maongeo yako tu inafuruta, inaambia mtu huyu kweli ni mwana wa Mungu. Lakini ukiwa na matendo yaliyo mabaya na maongeo yaliyo mabaya, hata mtu akikaribia wewe anasema, anaambiwa wewe umeokoka, hata kubali ya kwamba uko na wokovu ndani yako kupitia yale unaotenda na matendo maovu. Kumi na saba. Usidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati ya nabii, torati au manabii. Si kuja kutangua bali kuhitimisha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati Yesu Kristo aliponena na wanafunzi wake, aliwaambia hayo yote anayenena atakuja kuitangua torati au manabii. Atakuja kuwaweka kando ile neno la Bwana wanaolipokea. Amekuja kulitia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yale manabii wanaongea lazima tuichukue kwa maanani. Usiwe mtu wa kusema ya kwamba hiyo ni jambo nasikia kila wakati, ama Abraham amenena kwa chini tunakuanga na yeye. Wewe ngojea, nasikiliza sana ni kwa nini yale yote Roho wa Bwana amenena ndani ya nabii. Kwa sababu ukiona maandiko yatuambia ya kwamba yeye Yesu Kristo akawaambia yeye atakuja kuiondoa torati. Jambo ya manabii. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. La, si kuja kutakua bali kuhitimisha. Bwana Yesu apewe sifa.
Maandiko yanatuambia kwamba Kristo hakuja kuondoa manabii ama Torati ile iliyowekwa, bali alikuja kuitia nguvu. Kwa hivyo chochote imekubalika hapa duniani, hata juu mbinguni imefanya nini? Imekubalika. Kwa hivyo chochote tunaonkana kuongea ya kwamba tutatenda hii jambo na hiyo tuweke pamoja, hata juu mbinguni imefanya nini? Imekubalika. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye Yesu Kristo mwana wa Mungu akasema achakuja kuteua ama achakuja kuipinga, ili amekuja kuitimiza ama kuweka nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukiangalia katika maandiko matakatifu, unabii ilikuwa tangu zamani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu akinena na mcha wake, lazima kuwe mwenye kufanya nini? Kulisikiliza sana na kuchukua hatua katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati nilipokuwa youth, mimi nilikuwa napenda kuomba sana. Na nilikuwa napenda kazi ya Bwana katika manabii. Kwa sababu mimi nilijua nikipotea katika njia zangu, Mungu ananirekebisha kupitia nabii. Nilikuwa kabla sijatoka kwa nyumba nikienda katika huduma ama katika kazi ya Bwana, nilikuwa naomba sana. Naambia Mungu, mahali unanielekeza, nataka shida yako tatuliwe. Kama ni mimi niko na makosa, Mungu nisamee na uniongoze nikifika huko, hiyo chamba lionekane. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ni kazi ya Shetani, Baba niondolee na unipiganie vita, usimame pamoja nami. Enyewe nikiomba nikitoka kuelekea katika huduma, nilikuwa namuona Bwana mbele yangu. Sijui sisi kama Wakristo tukienda katika huduma tunaomba nini? Unajua wengi tunaomba baraka. Kuomba baraka sio mbaya. Kwa nini waambie Bwana achunguze moyo wako? Hauna umesimama wapi, unaenda wapi? Wakati mwaka wa 2000, mwaka wa 99 nilituma mlimani, tulikuwa watu 6. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuwa wanaume 2 na walikuwa wanaume 2 na sisi dada tukiwa 6. Tulipotoka kanisani baada ya kufunga wiki moja, tuliambia tuende mlimani tumalizie maombi huko. Wakati tukiwa kwa njia, Roho akanena kila mtu achague ni nini unataka Bwana akutendee. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wengine wakasema nataka gari kubwa. Kukua na gari sio mbaya. Wengine wakasema nataka mali mingi. Dada wengine wakasema mimi nataka nipata mume mzuri. Wengine wakasema mimi nataka nipate mke mzuri. Haya yote ni baraka kutoka kwa Bwana. Lakini Mkristo ni kitu gani Kristo anataka utambue kwake? Anataka utambie kumcha yeye na kunyenyekea mbele ya macho ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana inuliwe. Amen. Mimi niliposikiliza hayo yote nikaomba Bwana, nikamwambia Bwana, hayo yote tunaweza kuitacha, lakini mimi nataka kuona uso wako. Pale mlimani nikitoka mahali pale unichaze na kuninua. Kwa sababu najua hayo yote tunahitaji ya dunia yatapita, lakini neno lako litazidi kuwa imara. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipomaliza kuomba, tukaanza kulisana, wewe umesema nini? Akaniambia mimi nilisema ya kwamba mimi nataka gari kubwa ya kanisani. Wewe unasema nini? Wewe anasema nataka kupata mume mzuri. Bwana Yesu apewe. Mume mzuri ni yule anayekaa katika Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na kuomba usiku na mchana, sio kukaa kwa sababu umefika. Unajua sasa hivi uko katika Kristo, ndio macharibio iko mingi. Yenye naweza kucha ipate kukupomoa pamoja na nyumba yako. Mume mzuri ni yule anayekaa katika Kristo, mke mzuri ni yule anayekaa katika Kristo na katika maombi. Usifikiri ya kwamba utaokoka useme sisi tuliokoka turudi kuilima tukule na ukula. Shetani anahitaji hiyo ndoa yako. Ukiwa wewe sio mtu wa kuomba sana, ataipomoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kuomba sana, kila mtu akatoa chamba alikuwa anataka. Tukafika katikati tayari tunaenda kushuka tubande kule mlimani. Tena wala sauti ikatoke kauliza, "Mnataka niwatendee nini?" Wengine wakasema tumesema mambo yetu na tumeomba.
tunataka tuwatendee nini? Wakachibu haya yote tu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sisi tukafika kule mlimani na tukaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua katika maandiko yatuambia ya kwamba Farao wakati alipokataa kuachilia wana wa Israeli, ni nini ilitendeka kwake? Ni nini ilitendeka kwa Farao? Alipatikana na makuu, si ndio? Lakini ni mnasoma, sijui nyinyi kama mnaamini. Kile Roho wa Bwana alipokuwa ameongoza watu wake kuandika Biblia, hakuna kitu kilio kitofauti na kile kiliyotendeka. Tulipofika kule mlimani, tukiwa tunaomba tunakaa, nikasikia watu wakipiga nduru. Kauliza kwa nini? Wakaniambia Esther, mahali tunaombea siafu zimejaa. Siafu zilijaa, lakini yakarasimisha wakae huko waombe. Bwana Yesu apewe sifa. Siafu zilionekana mlimani. Nani anaweza kusema maana hiyo siafu? Hakuna yeye anajua isipokuwa Mungu. Na wakati ule tulikuwa huko. Bwana Yesu apewe sifa. Wakarasimisha kuomba tu wao wasina hiyo siafu. Baada ya kumaliza maombi kushuka, akaniambia wewe wakati ulipokuwa unaomba hatukuona siafu baada yako. Mimi nikamwambia hiyo ni kazi ya Mungu, siwezi nikamuuliza kwa nini upande wangu wote onekana siafu, pande wake ikaonekana siafu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini vile naongea hivi, wote hawakumaliza miezi 3 bila kwa wote. Wakaanguka. Mmoja alinikujia kaniuliza, wewe Esther unafunga mara ngapi kwa wiki? Bwana Yesu apewe sifa. Unajua hiyo ni siri yako na Mungu wako. Ngajua sasa hapa kuna vita. Ngamwambia kufunga ni kutegemea vile Bwana alikuita na vile wewe unaenda mbele ya Bwana unataka ufunge. Unaweza kuwa leo wa mio utaenda tufunge, niwaambie Wakristo twende tufunge. Ikifika wakati wa kufunga, Nicholas atasikia njaa sana. Kemu atasikia ukula chapati. Na ile tamrasimisha. Hiyo kwa sababu achaamua ni vile niliamua mimi. Kwa hivyo kufunga kwa mtu ni vile Bwana atanena pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Na manisa ukienda kati ya makoti, chini ya makoti, we amua ya kwamba utaenda kuomba tena. Wacha kuomba udhibitize kwa chini umeona Isaia kuomba. Homba kwa sababu unamtafuta huyo Bwana. Homba kwa chini unataka Bwana akutendee na ukae ndani yake. Si akutendee matendo ya muda. Akutendee na ukae ndani yake. Kuna wale tunatafuta baraka za muda. Baada ya baraka tunatoweka katika laini ya Bwana. Na kuna yule akipiga makoti anapiga ya kwamba hataenda kupiga tena, kumaanisha atakaa katika Kristo. Yeye Bwana anataka watu kama hao. Wakinama hawatainama tena, kumaanisha ya kwamba watakaa katika neno. Kwa sababu neno yatasidi ukaa ndani yake na yatasidi kumjuliza wengi. Ndio napenda kuambia wanafunzi ya kwamba penda kusoma Biblia. Na ndio kupenda kwa Biblia kabla ya jambo lolote. Soma Biblia, omba Bwana, mwambie mimi ni mtoto, nataka uniongoze katika masomo yangu. Unipatie afya nzuri na usidi kunifundisha njia zako na sheria zako. Bwana atakufundisha. Hauwezi ukamuitisha baraka akuachilie. Uwezi ukamuitisha amani ikiwa wewe unadumu ndani yake akuachilie. Kumuita Bwana, Bwana atakutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nawaambia ile kitu nilikuwa nafanya nikiwa youth ama Sunday school. Nilikuwa napenda kusoma Biblia sana. Lakini wakati huo kulikuwa na hii New Testament. Kupata Biblia kama hii ni kazi ngumu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mahali nikitoka niendapo hiyo Biblia nilikuwa naipenda. Nikilala naisoma. Nikianza kusoma naisoma. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo nilipokuwa natenda kabla sijasoma hiyo maandiko.
na kujua yale Bwana anataka nitende kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa nasoma kila wakati. Nikisoma najua Bwana anajua nikifanya hivi nimekosa. Nikifanya hivi na nimefanya vizuri. Kwa hiyo nilikaa katika neno ya kusoma maandiko na kumuomba. Hata ikiwa sikuwa najua kuomba, nilikuwa namwambia Bwana uniongoze katika maombi. Nilikuwa napenda kupeleka sala ya Baba yetu aliye mbinguni. Kukaa katika yeye na kumuita. Bwana alienda niliendelea kukua katika neno la Bwana. Na wewe mwanafunzi ukitaka vizuri, youth ama Sunday school, kaa katika kusoma maandiko matakatifu. Kwa hivyo hata ukipata Biblia imeraruka usipuuze. Ama usisema nitaenda kuagizia chiko, usiwagizie neno la Bwana chiko kwa sababu utapata laana. Soma hiyo Biblia, kuwa serious ukisoma. Ambie Bwana mimi ni mtoto ama mimi ni youth, nataka uniongoze katika njia zako. Unilinda, unipatie afya njema katika akili yangu. Wakati nao usoma, kufundishwa, nipate kuyazika. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa napenda kufanya nini? Kusoma ilipofika mwaka 87. Bwana alinena pamoja nami. Alinena nikiwa youth 1987. Bwana alinena pamoja nami. Akaniita. Wakati aliniita, mimi nikaitika. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati nilipokuwa niliposema ya kwamba yeye ameniita, niliambiwa kwetu ya kwamba hiyo ni masaitani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wale waliponipokea walianza kuburusa. Lakini mimi nikamuona kweli, mimi nimeona nani? Mungu. Alinena na mimi akaniuliza, Hester, unaweza kutembea huyu ulimwengu upite? Ngasindwa ni ulimwengu gani? Wakati huo aliponena nami, na dunia ilikuwa inaharakiza haraka. Niko katika nakanyaga lakini naona inaenda haraka. Unajua kia Bwana anakuita, lazima uchunguze ni roho gani anakuita. Mimi nilikuwa napenda kusifu, kuomba. Kusifu na kuomba na kusoma maandiko. Mko pamoja nami wanafunzi? Kuomba na kusifu. Usifikiri kuitwa nabii ni kitu kiko rahisi. Ati unaamka hivi unaota umekuwa nabii. Mtu asikudanganye. Lazima uende milima na mabonde. Kukaa katika neno na kusoma katika maombi. Sio ya kwamba unachiwekea jioni, lunch itaomba wakati wa breakfast, lunch time sava. Alafu unasikia unasema wewe ni nabii leo. Nani anakudanganya? Hakuna kitu kama hiyo. Lazima ujitenge na wale wanaotenda maovu. Unajitenga kwa njia gani? Katika kiroho. Lakini uonyeshe upendo wako uwafurude katika neno. Nikaomba sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakumbuka mtoto wa stepbrother wangu akakuja akaniuliza, "Mbona auntie leo uko na mashaka na mhangaiko?" Mimi ngamwambia, "Bwana amenena pamoja nami leo." Kaniambia wewe, akacheka. Nakumbuka ilikuwa sasa, akaniambia, "Wewe umerogwa." Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia mimi nimemuona, ameongea na mimi. Akaniambia wewe miaka yako ufai kuongea na Mungu. Hiyo ni ndoto ama hiyo ni mashetani yamekutembelea. Bwana Yesu apewe sifa. Kamuuliza ni kweli? Akaniambia hiyo ni kweli. Kamwambia Bwana. Nikasikia wakati aliniambia roho yangu ilihuzunika sana, nikalala chini. Alikimbia mpaka mahali wazazi walikuwa wanalima, akawaambia mnajua nini? Auntie amerukwa na akili. Na huyo mtu anafanya wakati huo ndiye alikuwa amefanya form. Akawaambia nimerukwa na akili. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja wao akasema, "Wachana na huyo, tumemzoea na maombi yake." Akaendelea kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nazidi kuomba, nikawa nimekuwa na vita zaidi. Kwa sababu kuna spiriti zilikuwa na ikiwa kuna spiriti katika nyumba yenu ukue na yani spiriti katika boma yenu ukue muamini Bwana. Ikiwa wewe ni mtu wa kuomba sana, lazima mpigane na hizo roho. Ikiwa familia yenu ilikuwa walevi wasarati na watu walikuwa watolea mababu wanachinja mbuzi, ikiwa utatubu
ukatai roho, sitakupiga vita wakati Bwana atakuita. Vita kama sana nikarara chini. Bwana Yesu apewe sifa. Nikawa kwa sababu niliomba usiku mzima, mchana mzima, nikawa napungukiwa na nguvu. Wakasema ni mgonjwa, nasikia tu. Nataka kuongea nao lakini nashindwa kuongea kwa sababu nimeomba sana, nimesikia nguvu zimeniishia. Hilo. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka walipepa gari wakanipeleka mpaka hospitali. Wakasema aligonjeka, ameanza kuona vitu vingine. Lakini ndani yangu nasikia roho ananiambia usiwachiku, tulia tu, kwa sababu ukiongea nao itakuwa vita. Sasa wakasema vile huyo tumuona ni kama amesimia. Hii ninaundibia mtu alikufa na kufa mara mbili. Masikia? Mpeleke mochari. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati sasa nilipotoka kwa hiyo hospitali wanipandiza gari, sasa wananipeleka mochari. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa roho akaniambia muka nenda pamoja nao. Kaambia mnanipeleka mochari kwani nimekufa? Si tunaona umekaa sana hujaongea na sisi. Na daktari amesema mtu alikufa na kufa mara mbili. Na Yesu apewe sifa. Sijui kama huyo daktari wao aliongea, alijifundizia wapi. Ningawaambia nipeleke nyumbani. Nipeleke nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Maandiko yatuambia ya kwamba yeye Yesu Kristo akasema akanena, mkiwakisa taa yenu muweke katika nuru. Mkiwakisa muweke juu ndio kila mtu apate kuona mwangaza, si ndio? Sio kuificha chini. Mimi nikamwambia nipeleke, kwenda huko nilichukuliwa. Nikapelekwa mbali kutibiwa. Kaambia mimi sitaki mtibie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Daktari akaja akaambiwa huyu ni mgonjwa sana anataka atibiwe. Mimi ngambia huyo daktari mimi sio mgonjwa. Mimi niko sawa. Lakini kama wewe unataka kujaribu Mungu, wewe ni jaribu tu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukafutana yeye nganga mwambie usinisike na riaba yote kwa sababu mimi sio mgonjwa. Wakakuwa wakali wakaniambia lazima utibiwe. Naambia mimi sitibiwe. Mwenye anataka kunijaribu kutibu anijaribu. Huyo daktari alitoka. Akakuja kesho yake akiwa na ukali kwangu. Kamwambia jaribu fanya vitu yake. Wakati alijaribu kumaliza misibiri, alipanda mti kama hiyo akaanguka chini, akasimba chini kichwa futi 3 na akawa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio ndugu yangu akaniuliza kwani kuliendaje? Kamuuliza kwani mlitenda baya nini mbele ya macho ya Bwana? Bwana Yesu apewe sifa. Usiku rara niliomba sana. Na nakumbuka Mungu alinitumia mhubiri mmoja kuja kwa nyumba, alikuwa kutoka Kisumu. Akaniambia sasa nilipona katika maono nataka tuombe na wewe. Akasema kama ni maombi tutaomba. Yeye akaomba akatoka. Wakati alitoka walikubali kunirudisha nyumbani. Bie Kristo makofi. Kwa hivyo yeye ni Mungu asiyejaribiwa, asiyerakiza, anakuja wakati ufaao. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Anaweza kuwa unamcha Bwana unaambua sana, lakini sio watu wote katika familia watakukubali. Wengine watasema umerukwa na akili, wengine watasema umekuwa masaitani imekuingia, lakini kama wewe unachua gharama ya Yesu Kristo, huwezi ukarudi nyuma. Utapata makubwa. Ndio kwa sababu maandiko yatuambia kwamba wakati wa wanafunzi walipokuwa na Yesu Kristo, aliwaambia ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ukiwa nuru ya ulimwengu, lazima uweke taa yako iangazie kwa watu wote. Utaweka chini, ulete blanketi ufunike, nuru yako itakuwa kwa giza, lazima iangaze wewe ni mwenye nuru. Naonekane nuru yako ni nuru sawa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Na maanisha aje? Katika wokovu ulio nayo, lazima utembee katika neno, lazima utembee kutenda mambo ya haki, ndio hata wale wanaokuona watasame nuru, hawatatazama giza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wokovu wako lazima kuwe wenye nguvu, yenye kuleta watu karibu na Yesu Kristo, sio wenye kupomoa
katika watu kuwa mbali na Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo mimi wakati hiyo sikukubaliana nao. Niwaambia hata mkuleta waganga 15 hata 1000 mimi sitabadilika. Wakaniambia wewe utakufa tu. Nikamwambia wacha nikuve lakini katika neno. Nakumbuka kuna mganga mmoja alikuja akaniambia wewe unajua kweli utakiwa mema utaki usome. Nikamwambia kusoma hata sio lazima nisome lakini nikae katika Yesu. Ndio tu nakupea mwezi mmoja wakiona hivyo watakuwa. Nikamwambia wacha nikupe. Hata nakumbuka hiyo kitu na mbinu ndugu yangu. Yule alikuwa na tabiri katika masomo. Hadi sitasoma, sitaenda mahali popote. Leo niko wapi? Nako wapi yeye? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Amen. Unajua ukifika hata ikiwa vita litakase neno la Bwana. Simama imara uambie mimi nitasimama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Vitisho unaweza kutolewa kwa chini ya nini? Ya neno la Bwana. Lakini wewe simama ukimtetea huyu Yesu Kristo. Na yeye atakutetea wakati wa vita, majaribio, magonjwa atakuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Wakristo wengi tunafika wakati wa vita wa majaribio tunamkana huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Unasema kama mama anasema tufanye kimila, dadi anasema tufanye kimila, lazima nitii. Bwana Yesu apewe sifa. Unapata nuru yako umeiweka katika giza. Kwa hivyo nuru na giza haiwezi kaenda pamoja. Lazima ukuwe mwangaza kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukae na msimamo. Ujue ya kwamba wokovu ni wako. Sio mtu atakuamulia usimame hivi ufanye hivi. Wokovu ni wewe wako mwenyewe. Hukumu wakati utakaporejea wewe peke yake ndio utahukumiwa. Kulingana na matendo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usifanye kitu kufurahisha mwenzako. Ndio tunaambiwa tukue kwa control ya wazazi, lakini sio kila kitu unakuwa control nao. Ukuwe na msimamo katika neno. Ukiwa mwokoka lazima ukuwe na msimamo. Hapo unamwambia hapa ni mbaya, ndio kweli wako kuweka uhuru. Lazima umwambie chamo unasema ifurahi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi wakati kama mama yangu wakati alikuwa ananiambia huyu bibi ya ndugu yake ananisumbua, huyu nini ananisumbua, kamwambia hao ni watoto wako wote wapende warekebishe tabia. Sasa akafika hata wakati aniambie makosa ya mtu. Sikumchangia niende kukumwambaliza yule mbona unafanya mama yangu hivyo, mbona unafanya hivi ama nimchukie ama niende wakati wa sukari sikumpea. Mimi nilikuwa namwambia hao ni wako wapende. Wewe ukisikia baba yako amekosewa mama yako na unaenda na nguvu. Unataka kupigana. Umesahau wewe umeoa, umesahau wewe umeolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiambiwa jambo usikue haraka kwenda kufanya nini? Kuchukua hatua kufanya jambo, wewe ombea hiyo jambo, ambia Mungu nataka amani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati unaomba amani kwa watu wote na upendo, Bwana atafanya nini? Atachidhirisha. 17. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitagua, kwa maana amin nawaambia mpaka pingu na nchi zitakapoondoka yote moja wake wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayefunja amri moja katika hizi hizo ndogo na kusifundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayesitenda na kusifundisha huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Vile umeona mwanzoni Yesu Kristo alikuwa anaambia wanafunzi ya kwamba yeye atakuja kutoa Torati wala chambo ya nabii, ili alikuja kuyatimiza yote. Bwana Yesu apewe sifa. Na yote atakayoyavunja amri katika hizi ndogo, maandiko yatuambia ama kusababisha chambo yoyote katika chambo hiyo neno, Bwana Yesu apewe sifa, atakuwa mdogo katika ufalme wa mbinguni.
Lakini yule atakayeenda na kuyatenda na kuyatia nguvu atakuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kumaanisha ya kwamba jambo lolote Roho amenena katika maandiko yake usipuuze ama kuongezea. Lazima uyatii na uyatende kulingana vile maandiko yanasema. Kwa hiyo usitoe ama kuongezea jambo lolote yenye imenenwa katika maandiko matakatifu, yenye imenenwa katika manabii. Wewe mtu wa kutii na kusika yaliyo mema na kusimama katika neno, ndio Bwana apata kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakristo lazima tukue mstari wa mbele kumuita usiku na mchana. Lazima ukue ujue ya kwamba wewe ni taa ya ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiwa taa ya ulimwengu utakutana na mengi. Lazima Bwana umuite akupatie uvumilivu. Wakristo wengi tumekosa uvumilivu. Ndio kwa sababu tukikaa katika neno inafika wakati tunakaa katika wokovu tunaanguka na tunarudi nyuma. Mtu anasema kama ni hivyo wacha nirudi nyuma. Kwa sababu hatujaita Bwana atupatie uvumilivu na nguvu katika safari ya wokovu. Usiku na mchana lazima umuite. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima umwambie Bwana tumeokoka katika familia yako na watoto wetu. Shetani lazima apitie katika watoto wakuwe majaribio kwako. Unawaombea na kuwa na roho ya hekima, uerevu na uvumilivu katikati yako na watoto. Ufumiane. Jambo yote uwaombee roho ya kutii. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu shetani ukuja ili kukujaribu kupitia watoto, kupitia wafanyikazi, ndio roho yako ipate kurudi nyuma. Kwa hivyo, wokovu lazima uitisha uvumilivu. Ukaa katika uvumilivu na maombi ndio Bwana apate kukuinua. Bwana awabariki.